Zainab, Zainabu, Zainabu, oh Zainab, Zainabu, Zainabu, usilie Zainab, Zainabu, Zainabu, Zainab, we Zainabu, usilie Zainab, Zainabu, Zainabu. Hicho mimi nilikijua. Nilijua kabisa mwisho wako utakuwa upi. Nilijua. Lakini labda nikwambie tu kitu kimoja. Zainab, sahau katika maisha yako yote, sahau kama kuna siku mimi nitakuja kukupa talaka wewe. Sahau. Kuliko kukupa talaka wewe, mke wangu, ni bora tu ningeenda kuishia gerezani. Utaenda? Yaani wewe kama unataka mimi nikupeleke jela kwa mkono wangu, utaenda. Wala usijali. Wewe si unataka kwenda jela? Kama hautanipa talaka yangu adili, mimi nakuhakikisha, nitahakikisha unaenda jela. Nisikilize kwa makini. Wewe mimi kukuweka salama pale, wala usifikiri kwamba ndo uko salama. Uko salama kwa sababu mimi nilitaka wewe uwe salama. Uko salama kwa sababu naitaka talaka yangu. Lakini kama hautaki kunipa mimi talaka yangu, wala sikulazimishi. Mpumbavu mmoja wewe. Mke wangu, nadhani wewe mwenyewe unajua kwamba mimi siwezi kufanya hivyo. Mke wangu, mimi siwezi. Lakini kuniachia si unaweza? Hivi kama ulijua utanifanyia hivi, kwa nini ukuniacha niende jela? Yaani kwa nini ukuniacha mimi niende jela? Kwa nini usingeniacha? Nikwambie kitu kimoja tu, mke wangu. Mimi siwezi kuachana nawe. Siwezi. Hakuna mwanaume mwenye akili zake timamu akakuacha msichana kama wewe, akakuacha mwanamke kama wewe, mama wa watoto wangu wawili, na kuacha mimi naenda wapi? Mimi najua kabisa, naelewa wewe unanipenda sana mimi, hata mimi nakupenda sana wewe, na tunawaumiza ni kwa sababu tunawapenda. Nisamehe. Wenyewe Dachiku. Odi Dachiku. Dachiku odi. Wenyewe. Yaani mimi nilidhani umetoka, kumbe hisia zangu zilikuwa sahihi. Ni kweli ulitoka. Karibu, nipo. Asante. Tunaweza kuongea? Nakusikiliza, ndo maana niko. Tungekaa wapi?
Mimi nina mambo mengi sana ya kufanya, sikuwepo muda mrefu. Kwa hiyo humu ndani nina vitu kibao natakiwa nikavifanya Zainabu. Hivyo ongea hapa, kwa sababu nishakupa muda wa kukusikiliza, sio ndani. Sawa? Nimekuja hapa. Najua kilichokuleta hapa ni kuniambia Dachiku nisamee, Dachiku mie, Dachiku vile. Ndugu yangu, nikwambie tu, haya ni maisha yako. Mama Faraji, mdogo wangu, utaomba msamaha watu wangapi? Utaniomba msamaha mara ngapi? Na je, hao wengine umeenda kuomba msamaha? Umeenda kuomba msamaha? Nilitaka tu. Ulitaka nini? Yaani ulitaka kuzungumza kitu gani? Mwisho wa siku ile ni familia yako. Ulitaka kusema yule ni mume wako, wale ni watoto wako, na ile ni nyumba yako. Mwisho wa siku sisi wapambe nuksi, sisi tukaonekana nuksi kwenye maisha ya watu. Hivyo hayo ni maisha yako. Sikufanya kwa nia mbaya, japo nilifanya kwa ajili yangu. Kwa ajili yako? Kwa ajili ya mapenzi, upendo, mahaba au kitu gani? Kweli ni kwa ajili yako? Hivyo hayo ni maisha yako. Lakini nini? Lakini nini? Inatosha Zainab, tubakishe nafasi ya kusalimiana. Mimi naona basi samehe mimi. Sawa, nimekuelewa sana Dachiku. Dachiku, najua kwenye akili yako unaniona mimi kama mjinga, na ni kweli. Acha nikubali, acha nilipokee. Kweli mimi ni mjinga, lakini nakuahidi nitakuja na nitakufurahisha. Sasa asubuhi yote unaenda wapi? Na najua tangu atokee matatizo una kazi wala biashara. Unaenda kufanya nini na unaenda wapi Adili saa hizi? Sinaongea na wewe jamani. Hapana, namaanisha hii hela leo umeniachia ni ndogo sana, haitoshi. Adili, namaanisha kila siku unaniachiaga shilingi 3000. Sasa leo mume wangu umeniachia buku na 400. Hii hapa buku na 400, haitoshi kabisa, na ndani hamna kitu chochote. Yaani hamna chochote ndani, hela hii haitoshi hata kidogo. Afu ukiangalia na hali yangu hii kweli Vero,
Labda nikwambie kitu kimoja. Umekuwa ni mwanamke mwenye bahati sana. Sana. Unajua nini? Hata mwenzio nilikuwa namwachia kiwango kidogo sana cha pesa. Naweza nikasema hiyo ni mara 200 yake. Kuna wakati nilikuwa namwachia hadi shilingi 100. Na ninakuta chakula kile kile. Hasa ninakuomba usinisumbue. Vero, usinisumbue. Najua kuacha pesa ni jukumu langu, lakini kukuachia pesa ndogo, hiyo ni juu yako. Sasa nikirudi jioni nahitaji nikute chakula. Nanunua chakula gani? Nanunua chakula gani? Hata fungu la nyanya, mkaa, kila kitu ndani hamna, unga hamna. Hata maharage tu hapa sipati. Maisha mbona yanakuwa hivi? Umekuja kubadilika, sijui hata amekuaje jamani. Mbona alikuwa nifanyie hivi zamani? Faraja, hamnyanyui mtoto. Shikamoo baba. Marhaba mwanangu, ujambo? Taratibu. Aya, kacheza naye pale kwenye kivuli, sawa? Bye. Bye mtoto wa mama. Bye mtoto ya mama. Bye. Familia yangu, watoto wangu wamekuwa. Kilichokuleta? Mama Faraja, kwani kuna ubaya mimi kuja kuwatembelea watoto wangu? Ulishindwa kuwaona tangu mwanzo. Asa sijui leo unataka kuona vipi? Kuna kipi unachotaka kuwachunguza? Nisikilize Adili, nikwambie. Huu uwanja unaoona hapa, huu uwanja wote, si ruhusa wewe kukanyaga hapa, hata kuonyesha pua yako. Huna ruhusa hiyo kwa sababu mimi na wewe tulishaachana. Si unanielewa vizuri? Kama haujaipambanua hiyo akili yako, kama haujaipambanua mwenyewe, ukategemea watu waje wakupambanue, watakupambanua vibaya nakwambia. Tena watakupambanua vibaya kweli kweli. Wewe ukiwa na matumizi ya watoto wako au ukitaka kuja kuwaona hapa, nenda huko ustawi wa jamii, sio hapa. Mimi na wewe tulishamalizana. Mama Faraja, hebu kwanza tuliza hasira. Tuliza hasira. Mimi naelewa. Lakini kama sio sahihi mimi kufika hapa, ni sawa. Lakini kaa ukijua unavyonifanyia mimi Mama Faraja, haunitendei haki. Haunitendei haki mimi na watoto wangu. Haunitendei haki. Haya maisha, shida matatizo tumeumbiwa, na kila kukikucha mwombe sana Mungu atafanya njia. Linakuja hili na lile, huyu na